Kifo cha Mtei, mwanachama mkongwe wa chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo, tangu kimetokea, mapokeo yake watu wameonekana kuguswa zaidi, na asilimia kubwa ya wanachama wakubwa wakongwe kuhudhuria nyumbani kwake kwa ajili ya kuweza kusaini kitabu cha maombolezo, kwa sababu siku zote naelezwa kwamba jambo kama hili linavyokuwa linatokea kuna taratibu ambazo zinakuwa zinawekwa kutokana na uzito ama ratiba za familia kupitia msiba ambao umeweza kutokea. Lakini kwa viongozi wakubwa kama hawa huhusisha ratiba kadhaa, sio tu kwamba familia peke yake. Viongozi wakubwa kama hawa wanahusisha familia, lakini pia wananchi, wanachama, lakini pia watu wa serikali, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akipambana zaidi kuhusiana na jamii. Kwa sababu msiba wa kijamii kama huu unapokuwa unatokea, ratiba zinakuwa ziko nyingi ambazo zinakuwa zimewekwa mezani kwa ajili ya kuweza kufanikisha tukio husika mpaka kuweza kupumzisha mwili wa marehemu. Basi unaambiwa kwamba tarehe 21 Januari 2026 kaka wa mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye wakili Alute Mugwai Lissu akisaini kitabu cha maombolezo nyumbani kwa hayati Edward Mtei, muasisi wa chama na mwenyekiti mstaafu taifa. Kwa mujibu wa maelezo hayo, inaashiria kuwa katika kila siku za maisha kuna kila aina ya vitu hutokea, na kwa sababu katika kila siku za maisha kuna vitu vingi hutokea, na hata tukio hili la msiba la mzee huyu Mtei kuweza kutangulia mbele za haki ni kwa sababu tu sifa ya maisha ndivyo ilivyo siku zote. Kadiri siku zinavyokuwa zinazidi kusonga mbele, kuna mambo kadha wa kadha hutokea, na hayo mambo kadha wa kadha ndiyo hujidhihirisha katika kila kona ya maisha ya mtu mmoja mmoja au kundi la watu wengi. Kwa hiyo mzee huyu kwa kweli kuwa muasisi wa chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo, mwenyekiti taifa wakati ule kinaanzishwa, haikuwa rahisi. Siku zote mwanzo kitu unapokuwa unakianzisha ili kuweza kufikia malengo yale makubwa ambayo yametarajiwa, inahitajika kweli uweke muda wa kutosha, lakini pia mipango thabiti na misimamo yenye mlengo wa kuweza kufikia kile ambacho umekiplani, au kundi la watu ambao wameweza kuplani jambo liweze kufika katika mwelekeo ule ambao unaotakiwa. Kupitia taarifa ambazo zinazidi kuelezwa na kuenea katika mitandao ya kijamii zikimweleza kadha wa kadha jinsi ambavyo mzee huyu alivyokaa katika uongozi wake na mambo mengi makubwa ambayo aliyatenda enzi za uongozi wake. Hiyo ndio sababu ya watu wengi kuweza kufika katika eneo hili la msiba. Watu mashuhuri wameweza kufika katika eneo hili, japokuwa sio kwa asilimia kubwa kama wote, lakini kwa asilimia inayopendeza zaidi ya watu wengi kuguswa na kuweza kufika nyumbani kuweza kusaini kitabu hiki cha maombolezo, kiwemo huyu ndugu yake na Lissu. Kwa hiyo kupitia taarifa hii ambayo nimekusogezea, nadhani utakuwa unazidi kupata mwanga juu ya yale ambayo yanazidi kuendelea. Lakini ukitaka kuendelea kupata taarifa zaidi, wingi wa taarifa ambazo zilizosheheni matukio mbalimbali yanayohusisha vitu tofauti tofauti, lakini pia mwendelezo wa msiba huu ambao mzee huyu ameweza kutangulia mbele za haki, Edward Mtei, unaweza ukawa ni sehemu ya chaneli hii ama akaunti hii kama rafiki mpendwa au mtu wa karibu, kwa kuweza kushare nami story hii. Unaweza ukashare story hii na wengine waweze kuona, ndugu yetu, si ndivyo? Wakiweza kuona na wengine pia itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini pia unaweza ukasubscribe, kwa sababu ukisubscribe unakuwa ni mtu ambaye unapokea taarifa zetu mpya kila wakati ambapo tunakuwa tunapandisha. Unakuwa ni mtu ambaye au hadisiwi matukio mapya yanayotokea, bali wewe ndio unakuwa ni mtu ambaye unahadithia matukio mapya ambayo yanatokea kila itwayo
leo. Nikushukuru sana ndugu yangu kokote kule uliko ambako na umenifuatilia tangu mwanzo mpaka tamati. Wakati huu nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye.